Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio. Siku ya leo ni siku njema sana. Today is a very good day. Siku yenye Mungu alitupatia tena neema. A day that the Lord has given us grace ya kuweza kuja kumsikiliza kupitia neno lake. to come here and listen to His word. Na siku ya leo utaenda kufaidika kitu kingine mpya katika maisha yako. Today you are going to benefit something new in your life. Kinye na kuomba ufungue moyo. So I ask you to open your heart na umpatie Yesu maisha yako. and give Jesus your life. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tutaenda kuzungumza teme yenyewe nasema ya kwamba Our theme for today, je, laana na mikoshi ya jamaa zina nguvu kwa Mkristo wa kweli? are generational curses powerful over a true Christian? Je, laana na mikoshi ama mikosi, sijui Kiswahili. Laana na mikoshi za kifamilia ziko na mamlaka juu ya Mkristo wa kweli? Are generational curses powerful, or do they have authority over a true Christian? Hiyo ndio tutaenda kuzungumza siku ya leo. That's our topic for today. Lakini leo jibu nakwambia kwamba hapana. But the answer that I'm giving you today is no. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Laana na mikoshi ya jamaa Generational curses, hazina nguvu kwa Mkristo wa they don't kweli. have power, they don't have authority over a true Zinakuwa na believer. nguvu kwa Mkristo ule wa mwenye angalikia na yumba yumba. They have power or authority over a Christian that's still drifting. Huyo Mkristo mwenye hashimame vizuri. One who is not truly standing straight. Lakini kwa Mkristo mwenye anashimama vizuri, But for a Christian who's standing well, laana na mikoshi ya kifamilia generational curses haina hata nafasi. has no place. Haleluya. Amen. Baba yake anakalaka mlevi sana. Oh, the father is a drunk. Dada yake alikuwa mlevi sana. The grandparent is a drunk. Babu yake alikuwa mlozi sana. The grandparent was a Hiyo ni familia yao tunafuatana vile ni walozi sana. That family of theirs just follow each other like that. Haya yote nafataka kwa wale wenye hawashimame. That all goes after those who are not standing up. Kwa sababu kuwa Mkristo, because when you're a Christian, haiko ndio kumaliza. it doesn't mean that you are done with everything. Kuwa Mkristo wa kweli, but when you're a true Christian, wenye unashimama, that is standing up straight, hapo ndio utasema ya kwamba niko Mkristo. that's when you can truly claim that you are a Christian. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katika kitabu cha Yakobo 4 mstari wake wa 7, in the book of James 4:7, inasema ya kwamba tumtii kwanza Mungu. it says, let's first obey the Lord. Baada ya kumtii Mungu, after obeying the Lord, tushindane sasa na shetani, let's defeat the devil, naye atatukimbia, and he will run away from us. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unapomtii Mungu, when you obey God, unaposhimama katika ukweli wa Mungu, when you stand in the truth of God, unapojitenga na dhambi, when you distance yourself from sin, unaposhimama kama shujaa, when you stand as a warrior, hauna hamu ya dhambi, and you have no thirst for sin, wewe utampinga shetani, you will defeat the wewe devil, utamkimbiza shetani, you will make him flee, naye atakimbia, and he will flee. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana ilaana, That's why this curse, these generational curses, hazina nafasi kwa Mkristo wa kweli. that's why they have no place when it comes to a true Christian. Even if your grandparent was a witch, hiyo inamwangalia kule, that's up to them. haina impact na wewe, It has no impact on you. haina impact na watoto wako, It has no impact on your kwa children, sababu wewe because you uko kiumbe kipya. you are a new creation. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaenda kuona sababu gani We're going to look at hizo laana, why those generational curses, hazina faida ama hazina impact kwa Mkristo wa kweli. why they have no impact on a true believer. Nasema kwa Mkristo wa kweli. A true believer. Usishangae huyo ni Mkristo, don't be surprised that that's a Christian, lakini iko na mapepo, but they have demons. Mapepo zinamsumbua kabisa. They are possessed and majini suffer by demons.
lakini ni Mkristo anaenda kanisani. But they are a Christian and they go to church. Huyo kwa point interrogation. There is a question mark. Mkristo wa kweli, A true believer, mapepo na majini na mizuka na mingineo, demons, hazina nafasi. they have no place to them on hazina nafasi. Zitaingia wapi? They have no place. Where will they go? Hazina nafasi. They have no place. Hallelujah. Amen. Huyo iko na ruhusa ya kumkemea shetani, That person is na able kumpinga shetani, to rebuke the devil and to resist him, naye atakimbia. and he will flee. Jina la wale barikiwe. Amen. Shimameni katika Ukristo wa kweli. Stand straight as a true believer, a true Hapana Christian. Ukristo wa kujichanga changa. Not a Christian that is Leo uko mixing Mkristo, themselves. kesho uko Mkristo. Today you are a Christian, tomorrow you are not a Christian. Shimama kabisa. Stand, Huyu shetani ana nafasi kwako. and then the devil will not have a place Tunaenda kuona in you. sababu gani hizi mikosha haziwezi kutupata, We'll ama see hizi why malaana. These generational curses are not able to get a hold of us. Tukisema malaana na mikoshi tunaona wababu na wababu zetu. When we say generational curses, we are looking at our ancestors, our great and grandparents. Na mbele ya kuziona hizi, And before we look at this, nataka kuambia kwamba kuna roho tatu tu. I want to let you know that there's only 3 spirits. Kuko roho ya Mungu, There's the spirit of God, kuko roho ya shetani, there's a spirit of Satan, na kuko roho ya mwanadamu. and then there's a spirit of a human being. Ni tatu tu. There's only 3. Wakati ungali mzima, When you are alive, unatumikishwaga na roho ya shetani, you are either used by the spirit of the aisa devil roho ya Mungu, or the spirit of God, na roho yako mwenyewe. and your own spirit of flesh. Lakini hayo itatoweka wakati itatoka ndani ya mwili wako. But that will leave when your body dies. Lakini wakati ungali ndani ya dunia, But as long as you're in the world, unatumikishwa na roho mbili. you are used by Swali 2 utumikishe na ya spirits. Mungu, You must Swali be used utumikishe by na roho ya the shetani. Holy Spirit of God or the Kwa hiyo spirit of the wakati devil. wewe vile vya familia vinakuvamia, So when those generational curses na are vinapata coming nafasi onto you, moyoni and mwako, they get a place in you, maana yake wewe uko na roho ya shetani. that means you have a Hautasimama heart of the devil. vizuri. And if you stand strong and well, Jina la wale barikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kitu cha kwanza, the first thing, Kristo mwenyewe tunaamini, Jesus Christ who we believe in, alijifanya laana kwa ajili yetu. he made himself a curse for us. Namna gani tutalaaniwa tena? How can we be cursed again? Kuna mwenye alijifanya laana kwa ajili yetu. There is somebody else that made himself a curse because Kuna of mwenye us. alizarauliwa kwa ajili There is yetu. somebody who was looked down on because Hiyo of us. malaana zote alizibeba. All those curses, he took them on. Sisi wewe tunamwamini tukabaki kuwa huru. So that us who believe in him may Ndio be maana hiyo free. laana haina nafasi kwetu. That's why those generational curses have no place within us. Na hiyo inaenda kuthibitishwa katika neno la Mungu. And that's going to be shown in the word of God. Katika Wagalatia In Galatians sura yake ya 3 3:13. mstari wa 13 inasema ya kwamba Kristo alitukomboa kwa laana ya torati, akiwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kama ilivyoandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti. Amen. Amen. Tangu zamani kule ya torati, Since the old days, mtu mwenye alikuwa anakamatiwa na kutiliwa kwenye mti, somebody who was taken and hung on yule a mtu pole, manake alikuwa ni laana, that person was cursed. na Yesu Kristo And Jesus Christ, alitundikwa he naye. was also hung. Yeye hukuwa katika mti, He was crucified ilikuwa kwenye msalaba, on a cross, na ilikuwa na maana and yake. it had its Ile laana meaning. ya ile ya zamani ilikuwa kwa mtu mmoja tu, That curse in the past was lakini only for wakati one alitundikwa person. yeye, But when Jesus was akasema dunia crucified, yote, he said the whole world, inamaanisha dunia yote this whole world, nabeba laana yake. I'm taking the curse. Jina la walibarikiwe. Amen. Kwa hiyo wewe Mkristo wa kweli, So you who is a hakuna true laana believer, inaweza kukupata. there is no curse that can Usiseme get hii ni you. laana ya kwetu hii. Don't say that this is a generational curse. Wewe hauko tena kule. You are no longer Kuna mwenye there. alibeba laana There's yako. somebody that took on your Usimame curse. tu kwenye You mstari. just stand straight. Usijichange na mambo ya dunia. Don't combine yourself with Usijichange na worldly dhambi. things. Don't combine Wewe yourself hauna with tena sin. laana. You have no Wewe more ni curses. kubarikiwa. You are blessed. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo la pili, The second thing,
tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Haleluya. We are made to be sisi children of tunafanyika kuwa God. wana wa Mungu. We are made to be the Namna children gani of laana God. tena itatupata? How is a curse going Mtoto wa to get Mungu us? laana itampata How namna is gani? a curse going to get a child of Tulifanyika wana wa God? Mungu. We were made to be children Tunathibitishwa of katika God. neno la Mungu. We see that in the word of God. Katika kitabu cha Injili ya Yohana We see that in John sura yake ya kwanza mstari wa 12. 1:12. Inasema ya kwamba lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Haleluya. Amen. Wote waliompokea All those who received him, aliwafanya kuwa wana wa Mungu. he made them to be Wewe children mwenyewe of God. ulimpokea Yesu Kristo, If you receive Jesus umefanyika kuwa Christ, mwana wa you Mungu. has been made Mikoshi na to baadaye be a haiwezi child of kukupata. God. Mashetani There is no akikuona cause yatakimbia, against you. They will all flee kwa sababu uko mwana wa Mungu. because you are a child of God. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo tushimame imara, So let's stand straight. tusizichange change. Let's not mix Wakati ourselves. tunapojichanga, Because when we mix zile ourselves, mapepo zitakuvamia. those demons will get used to you. Jambo la tatu The third thing yenye natuma sisi hatuwezi kupata malaana that makes it impossible for us ama to get mikoshi ya generational iko yetu curses, sisi, hapana, that makes those curses not ours, ni kwa sababu tunajazwa na Roho Mtakatifu. it's because we are filled with the Holy Jina la Bwana Spirit. libarikiwe. Amen. Tunajazwa na Roho We Mtakatifu. are filled with the Holy Spirit. Unapojazwa na Roho Mtakatifu, When you are filled with the Holy unakuwa na Spirit, moto ndani mwako, you have a fire in you. unakuwa na mwenyewe na kuongoza, You have somebody that is leading you. kunakuwa wengine nguvu mule ndani. There's a new strength in Hiyo you. nguvu ya kimapepo That those demons, itakuona, when they see you, they itatetemeka. will Uko tremble ndani moto ndani mwako, because there's a fire in unajazwa you. Roho You are Mtakatifu. filled with the Hizo Holy laana Spirit. zina So maana, general hizo church mikoshi hazina generational laana, curses, kwa they will sababu not unajazwa be Roho against you. Mtakatifu. Because you are filled with the Holy Spirit. Haleluya. Ili inathibitishwa katika neno la Mungu. That's also shown in the Word of God. Katika Matendo ya Mitume In the book of Acts sura yake ya kwanza 1:8. mstari wa 8 inasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu anapokuja juu yenu. Haleluya. Amen. Nanyi mtakuwa washuhuda wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na hata mpaka wa dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tutapokea huyo Roho. We will receive the Tumekwisha Holy kupokea Spirit. ndani mwetu, We have received Him in na us, iko na tushuhudia. and He's witnessing for us. Wakati wewe unajazwa Roho wa Mungu, When you are filled with the Roho wa Holy Mungu ndio Spirit, atakushuhudia. the Holy Spirit will Wewe witness. You hautajishuhudia, will not Roho wa testify. Mungu You will not atakushuhudia. testify on your own. The Holy Matendo Spirit will yako testify on your behalf. Your itamaanisha ya acts kwamba huyu mtu iko na Roho wa Mungu are going to ndani. show that this person has the Holy Jinsi Spirit. unavyoongea The way that you speak itamaanisha huyu mtu iko na Roho wa Mungu will show ndani. that this person has Maandiko the Holy yanasema ya Spirit. kwamba watashuhudia, The Holy Spirit said that they will testify. yaani watashuhudia They will testify kuona matendo ya Roho Mtakatifu mwenye iko ndani mwako. that they see the actions of the Holy Spirit in you. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Kuwa na Roho wa Mungu Having the Holy Spirit sio kusema rapara mbambara. It's not speaking in tongues. Huyo sio kusema wewe njoo na Roho wa Mungu. It doesn't mean that that person is the one who has the Holy Spirit. Hiyo ni mojawapo ya matunda. That's one of the fruits. Haleluya. Amen. Lakini mtu mwenye iko na Roho wa Mungu But somebody who has the Holy Spirit ni mtu mwenye iko mpole. is somebody that is calm. Huyo mtu iko na Roho wa Mungu. That person has the Holy Mtu Spirit. mwenye iko na kiasi. Somebody who has Iko na Roho wa Mungu. limits. They have Huyo the mtu Holy mwenye Spirit. haiko mkali. Somebody who is not easily angered. Iko mtu mwenye iko na Roho wa Mungu. They have the Holy Mtu Spirit. mwenye iko na upendo. Somebody that has Iko na love Roho wa Mungu ndani. has the Holy Spirit. Mtu mwenye iko na uvumilivu. Somebody who's Iko patient na Roho wa Mungu ndani. has the Holy Mtu Spirit. mwenye iko na kiasi. Somebody that has that. Haleluya. Amen. Hiyo ni matunda za Roho wa Mungu. Those are the fruits of the Holy Spirit. Tumejazwa Roho wa We Mungu. were filled with the Holy Mikoshi na Spirit. mabalaa Generational hazina curses, nafasi kwetu. they have no place in us. Zitakutana. They
Hiyo ni jambo la tatu. That's the third thing. Jambo la nne, The fourth thing, tumepewa mamlaka we were given the ya power and kukanyanga nyoka na authority nge. to step Sio on maana the laana serpent na and the mikosha haiwezi scorpion, kutupata. because we were given the power to step Tumepewa hiyo on them. mamlaka Those ya generational kuweza curses kukanyanga cannot nyoka na stand. We nge. have the authority to step on the serpent and the scorpion. Haleluya. Amen. Tumepewa hiyo mamlaka. We were given that authority. Lakini niliwahi kusema kwa Mkristo ule wa kweli, But to a true huyo Christian, Mkristo mwenye ajichange change, a Christian that doesn't mix wakati themselves, utapigwa na mapepo kunyumba, when demons try to attack wakati you, wachawi wa kwenu watakusukumia when mizimu, your witches from your families are trying to push things things towards hivi you, vitu vitatupataka si wa Kristo. and then you ask yourself, why Hivi the pastor vinatoka said these tena things will wapi? never touch me? Why are they coming? Ujiangalie Yesu anatembea. Look within yourself and how you're Ujiangalie Yesu walking. Yesu anamkamata. Look at how you take Jesus. Haleluya. Amen. Bila haviwezi Those kukamata. things cannot touch Kama unasimama katika ukweli wa Mungu, if you are standing in the truth of God. eti tumepewa mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge. We were given the authority to step on the serpent and the scorpion. Na ndio maana laana haiwezi kutupata. That's why generational curses cannot get us. Ili inathibitishwa katika neno la Mungu. We see that in the Word of God. Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 19. In Luke 10:19, Inasema ya kwamba tazameni, it says, look, nimewapa ninyi mamlaka I gave you the authority kukanyanga nyoka na nge to step on the na snakes and uwezo scorpions wote and to overcome wa all yule adui, the power of the wala enemy. hapana kitu Nothing cha kuwazuru nyinyi kabisa. will harm you. Haleluya. Amen. Hakuna kitu cha kukuzuru wewe. Nothing will harm you. Umepewa uwezo You were given the ya authority kukanyanga nyoka na nge to trample on na snakes kuwa na and mamlaka scorpions, and you have the juu ya authority uwezo wote, to over all mapepo the zote, powers, all the demons, majini zote, mizuka zote, all the demons, kila pepo ya kila aina, any unakuwa spirit na that's mamlaka there. juu yake, You have the authority kwa over sababu uko it mwana wa Mungu. because you are a child of Ulipewa God. ile You mamlaka, were given the unajaa roho wa authority. Mungu You ndani. are filled with the Holy Sherti Spirit. wewe You must. uwe juu ya mambo hayo You must yote. have the authority to be Haina above nafasi all katika that. maisha It yako. has place in your life. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na jambo la mwisho, And the last thing, kwa nini mikoshi na mabala haiwezi kutupata? why generational curses cannot touch us? Ni kwa sababu tumepewa jina lipitalo majina yote. Because we were given the name that is above all. Haleluya. Amen. Tumepewa jina lipitalo majina yote. We were given a name that is above all other names. Ndio maana mikoshi na mabala haiwezi kupata wewe. That's why generational curses cannot touch you. Ulipewa jina lipitalo majina yote. You were given a name that is greater than any other name. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina hilo liko juu. That name is high above. Juu ya maprofeti wote wenye mnajua. Above prophets that you know. Bamaume wote. All of those people. Babuda wote. All the Buddhas. Sijue ba Krishna. All the Krishnas. Wale manabii wote wenye mulisikiaka. All the prophets that you Bakina heard Isaya. of. Isaiah. Bakina Yeremia. Jeremiah. Bakina Ezekieli. Ezekiel. Na wengine. And the others. Tulipewa jina. We were given a name Inapita hiyo majina that is yote. above all Na those ndio names. maana mikoshi na mabala And that's why generational haiwezekani curses kupata, cannot kwa touch sababu us. umepewa jina We were given a name pita majina yote. that is greater than other Jina la names. Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Ile inathibitishwa And that's shown katika neno la Mungu in the Word of God ndani ya kitabu cha Wafilipi in Philippians sura ya 9, sura ya 2. 9:11. Sura ya 2 mstari wa 9, Philippians 10. 2:9-11. Inasema ya kwamba kwa hivi Mungu vile vile alimtukuza sana na kumupa jina lililo juu ya kila jina, hata kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini ya dunia, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Amen. Mama, tumepewa jina jema.
vijana tumepewa jina njema, Young people who were given jina a great lipitalo name. majina The yote, name that is above every name. jina lipitalo majina The yote, name that is above every name. jina lipitalo utukufu yote, The name that is above all glory. kuanzia mbinguni, In heaven, kuanzia hapa and duniani, here on earth, hata kule kuzimu. and in hell. Hilo jina ndio jina kubwa. And that's a great name. Katika jina hilo In that name, mapepo haina uwezo, demons have no power. haina uwezo kwako. They have no power over you. Jina la walibarikiwe. Praise the Lord. Kwa jina hilo Through that name, tulipata wokovu. we got salvation. Kwa jina hiyo Through that name, tulipewa Roho we Mtakatifu. were given the Holy Kwa jina Spirit. hiyo Through that name, tunaendelea na kulindwa usiku na mchana. we are still kept. Kwa jina hiyo Through that name, wachawi wanashindwa kutufuata witches can na touch us, wanashindwa kutuloga. and they can reach Kwa us jina hilo, because of that name. kwa jina hilo, Because of that name. kwa jina hiyo Through that name, mapepo zinatetemeka. the demons tremble. Haleluya! Amen. Kuzimu kunatetemeka In hell, kwa hell is jina la trembling Yesu Kristo. because of the name of Jesus Christ. Kwa ajili ya jina hiyo, Because of that name, mimi na wewe tunapewa ulinzi. me and you are given eternal life and life. Kama leo ungali unaishi, If you are still alive kwa today, sababu ya jina hilo. it's because of that name. Kama leo unalala na kuamka, If today you go kwa to sababu sleep ya and wake jina up, hilo, because of that niko name, ninatenda kazi katika maisha yako. that name is Kama working in your familia life. yako ingali If inalindwa, your family ni still kwa sababu ya jina hilo it's because of that linatenda name. kazi. It's working. Ikiwa magonjwa yamekuja Well, if na it's yanaondoka, and ni kwa left, sababu uko na jina it's hilo. because you have that name. Jina lipitalo majina yote. The name that is above every other name. Jina lipitalo majina The yote. name that is above every other Uko name. mbinguni, In heaven, hapa duniani, here on earth, hata kuzimu and even in hell, zinatetemeka kwa ajili ya jina they hilo. tremble because Ni of that jina name. kubwa, It's a great jina lenye name. uwezo, It's a jina name lenye that's mamlaka. powerful. That has Shetani authority. anatetemeka, That mapepo Satan zinatetemeka, trembles. wachawi That wanatetemeka trembles. kwa That jina witches hilo, tremble. jina Because of kubwa, that name, the jina great la Yesu name. Kristo. The name of Simama Jesus ndani ya Christ. Yesu Kristo Stand in na miguu Jesus yote Christ. mbili, With two tumikisha feet. jina hilo, Use that utapata name. ushindi, It will utapata take victory. ushindi You'll get kupitia victory. jina hilo. Use that Simama name. kwenye miguu mbili, Stand on your two usitange feet. tange, Don't drift and usiguse walk. huku na Don't huku. wander, Simama don't touch imara, the earth. Stand unakuwa na straight. jina, You have unakuwa the na name. mamlaka, You have the unakuwa na authority. uwezo. You have the ability. Haleluya! Amen. Tulipewa jina, We were given a name. tulipewa jina. We were given the name. Unafika mbele ya mapepo, When you are before demons, unaenda na hiyo jina. you go with that name. Lakini nilisema kwa Mkristo mwenye anashimama, But that's to a Christian, a believer who's standing. kwa sababu Wakristo wengi hawashimame, Because there's a lot of Christians that are not standing watumishi wengi straight. They're hawashimame. not standing straight in God. Anafanya kazi ya Mungu lakini hashimame. They're doing the work of God, but they're not standing Iko na strong. mavyeo huku na huku lakini hashimame. They have things here and there, but Anahubiri they're not watu strong. lakini mwenyewe They hashimame. preach to people, but Hiyo not their jina own. They're haiwezi not kufanya standing. kazi ndani ya That name is uchafu. not going to do anything. Hiyo good jina when inafanya that kazi kwa yule anashimama. That name works when Kwa the yule person mwenyewe is standing hajichangi straight, who's not mixing themselves with other things. Tukienda kwa washirati uko ndani. When we go to people who are promiscuous, Tukienda you kwa are wasema amongst them. bongo uko ndani. When you go amongst liars, you are amongst them. Tukienda kwenda kwa wafumu kwenda kuuliza wenyewe banafanya familia yangu hivi na wewe unaenda. If you go to the witches, you are also a part of them. Lakini unaingia kanisani, But you are also a lakini part of church. unahubiri, You are also a lakini preacher. unaomba. You are also somebody that prays. Hiyo jina haiwezi kufanya kitu. That name don't won't do anything. Kwa sababu unamchanga. Because you are mixing God. Hapendaki mtu He akumchanga. doesn't like people who Shimama na mix. hiyo jina. Stand with that Inakuwa na name. mamlaka It yote has the ya authority kutendea wenye unataka. to do what you want. Ni jina inapita kila jina It's a yote. name that is above Inakuwa na every other nguvu na name. uweza. That has the ability. Inakuwa na That mamlaka. has the authority. Haleluya. Amen. Shetani kuzimu kule. In hell, Satan
Uko mwishuda tulipataka umoya mama asema aliendaka kuzimu. Mimi sikukwaka hapo, tulisikia tu. This is a testimony that we've heard. There's somebody who once said that they've been to hell. This is something we heard. Eti baba wakati nilifika kuzimu. And she said when I go to hell. Nilifika fasi nikataa kwa nikasema yes. I wanted to trip and I said yes Jesus. Wakasema acha kusemele jina. Acha. Yo jina wanasema kiuku acha. That name. Hallelujah. Amen. Jina hiyo mapepo yanatetemeka. Because of that name demons tremble. Kwa jina hiyo magonjwa ya kila aina yanapona. Because of that name any sort of kwa jina hiyo because of that name viwete vinasimama. Kwa jina hiyo wachawi wanageuka kuwa wainjilisti. Those who are witches become kwa jina hiyo washerati wanakuwa waimbaji wa Mungu. Kwa jina hiyo wezi wanakuwa waombaji. Jina inaokoa, inatia mtu huru. Hallelujah. Tumepewa jina. We were given a name that is above every name. Mbingu in heaven, wamalaika wanashuhudia jina hiyo. The angels are Waisee 24. Those Maandiko yanasema usiku na mchana elders wanasema uimitiwe Bwana unastahili. They say you are worthy to that name. Wakati jina lilishuka duniani, when that name came on earth, wamalaika tena walishuka. The angels also came down. Wakasema hosana hosana. And they said Hosanna Hosanna. Mbinguni ubarikiwe huko. Na duniani amani inashuka. And in jina hiyo on earth, wakati jina hiyo ilishuka kuzimu, wafu walifufuliwa, wengine wakapata wokovu. They were given salvation kupitia jina hili, through that name. Hallelujah. Amen. Wewe mwenyewe unafuata Yesu Kristo. You who follow Jesus Christ, ulifuata njia kweli kweli. If you follow the true path, ulifuata njia ya kweli. You followed a true path, a true way. Angalia wa mitume wote. Look at all the disciples. Angalia wanabii wote. Look at all the prophets. Nani mwenye alisemaka mimi ndio njia? Whoever said I am the way? Hakuna. Nobody. Mahomet hakusemaka mimi ndio njia Waislamu mnifuate. That Muhammad never said I am the way to Muslims, follow me. Bikira Maria kusemaka watoto wangu mimi nilizalaka Yesu lakini mimi ndio njia mnifuate. The Virgin Mary never said I gave birth to Jesus, I am the way. Lakini umoja tu. But only one person. Yesu Kristo. Jesus Christ. Akasema mimi ndio njia. I am the way. Na kweli. And the truth. Na uzima. And the life. Mtu hawezi kufika kwa Baba bila kwanza kupita kwangu. Without going through me. Hallelujah. Amen. Tumepewa jina. We were given a name. Tumikisheni jina hiyo. Use that name. Katika utakatifu. In holiness. Kushimama ndani ya ukweli wa Mungu. Stand in the truth of God. Hapana kujichanga changa. Don't mix yourself. Unakuwa na jina yenye uwezo. And have that name that has authority. And you get a promotion. If you want education, mchumba mzuri, you want a good partner, unataka familia yako iishi vizuri, you want your family to live well, tumikisha jina hiyo. Use that name. Unakuwa na shida fulani fulani, you have a sort of a problem, tumikisha jina hiyo. Use that name. Itakusaidia. It will help you. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Katika siku ya leo, today, nitaka kuambia ya kwamba I wanted to tell mabala na mikoshi generational curses hazina maana. They have no kwa power. Mtu mwenye iko na jina la Yesu Kristo. Haziwezi. They have no power. Kwa sababu uko na moto wa Mungu ndani mwako, roho wa Bwana ndani mwako. The power of God in you. Wewe mwana wa Mungu. You are a child of God. Hallelujah. Tena wewe unakuwa na jina kupita majina yote. You have the name that is above every other name. Bwana kubariki sana. God bless you. Amen. Amen.